Nataka kusema hivi kwamba katika hii Jumuiya ya Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania, kuna ile uongozi ya ubeberu. Kuna ile uongozi ya ubeberu ambayo inarudishwa katika Jumuiya ya Afrika. Jumuiya ya Afrika inarudi katika uongozi wa ubeberu, wa udikteta, madikteta katika hizi nchi za Jumuiya ya Afrika, Kenya, Uganda, Tanzania. Tuliona yale mambo ambayo yalifanyika kule Tanzania katika uchaguzi ambao Samia Suluhu Hassan alikuwa anashindana. Samia na Suluhu ndio walikuwa wanashindana huko katika uchaguzi ambao mamia ya Watanzania waliuawa wengi. Mamia ya Watanzania walizulumiwa, wakauawa, wengine wakaachwa na majeruhi, wengine wanaishi na majeruhi. Watu bado wanaishi kwa uchungu katika nchi ya Tanzania ambapo watu walidhulumiwa. Akina Tundu Lissu ambaye kuna wakati mmoja alipigwa marisasi 16. Saa hizi bado anawekwa ndani, bado yuko ndani kwa mashtaka ya uhaini, mashtaka ya dhuluma, mashtaka ya ubeberu. Yaani mtu anadhulumiwa katika nchi yake kwa sababu ya kuwa na msimamo tofauti wa kisiasa. Mtu anadhulumiwa. Akina Tundu Lissu na wengine, tunaona watu wakidhulumiwa Tanzania, viongozi wa kisiasa ambao wako na msimamo tofauti ama wako na maoni tofauti na uongozi ambao uko, wanaendelea kudhulumiwa. Na hiyo ndio ambayo inarudisha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jumuiya ya Afrika imekuwa crime scene, imekuwa maeneo ya ujambazi ambapo kwamba watu wanachukua uongozi kimabavu. Kuna maana gani ya kura? Kuna maana gani ya kuandaa kura, kuambia watu wapige kura kama hakutakuwa na kura? Kama kuna mtu ambaye atachukua uongozi kimabavu, akalia kimabavu kwa kumwaga damu, kwa kuua watu na akalia uongozi kimabavu, uchaguzi uko na maana gani? Uchaguzi ni nini? Hii uchaguzi ni uongo. Tumeona yale mambo ambayo Samia Suluhu Hassan alitenda kule Tanzania, na tumeona pia Museveni akayatenda hayo mambo, na vijana wengi wameuawa kule Tanzania, watu wameuawa wengi, na nimesikia Watanzania wakisema kwamba wako na makumbusho. Siku inakuja inakaribia ambayo watafanya makumbusho ya wale waliouawa wote, na tunataka kuambia Watanzania kwamba kifo cha mtu mmoja inafaa kichukuliwe kwa maanani na umuhimu. Kila maisha ni muhimu. Maisha ya mtu mmoja ni muhimu sana, kwa sababu Mungu ndiye upeana uhai na Mungu ndiye anayefaa kuondoa uhai. Haifai mtu mwingine kuondoa watu uhai kwa ajili ya kutaka mamlaka. Haifai mtu kuondoa watu wengine uhai, watu wasiokuwa na hatia kuondolewa uhai kwa sababu ya kutaka mamlaka. Na nataka kuambia Watanzania kwamba hii safari ambayo wako nayo ya kukomboa nchi yao, ili nchi yao ikaweza kuwa na demokrasia, tuwe na uongozi ambao unaheshimu sheria, ni safari ambayo Watanzania hawafai kurudi nyuma. Hawafai kurudi nyuma. Zile nchi ambazo maisha ya binadamu inaheshimiwa ni nchi ambazo watu walipigania uhuru wao bila kuogopa. Kwa sababu katika hizi nchi zetu za Afrika, katika hii Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna wakoloni weusi. Wale ambao wako katika uongozi ni wakoloni mamboleo, wakoloni weusi. Wanawafanya Waafrika wenzao kama watumwa. Wanawafanya Waafrika wenzao kama watumwa,
kwa sababu huwezi ua watu kwa sababu unatafuta mamlaka. Huwezi ua hata mtu mmoja kama wewe unaamini Mungu, kama wewe unaheshimu Mungu, huwezi ua hata mtu mmoja kwa sababu unatafuta mamlaka. Na yale mambo ambayo Samia Suluhu Hassan alitenda Tanzania, yale mambo ambayo alitendea wa Tanzania, haijalishi ni miaka ngapi itapita, lakini atakuja jibu siku moja. Atakuja jibu siku moja. Inafaa wa Tanzania waendelee kupigania demokrasia yao, ili nchi ya Tanzania iwe nchi ya demokrasia, ili watu waweze kukuwa na uwezo wa kuamua ni nani ambaye atawaongoza, na uamuzi wa watu uweze kuheshimiwa. Hiyo ndio maana ya uchaguzi. Ni kwa sababu gani katika hii Afrika, katika uchaguzi ndio watu humwaga damu katika hii Afrika, lakini katika military coup, mapinduzi ya kijeshi kama kule Burkina Faso, Ibrahim Traore alifanya mapinduzi ya kijeshi kule Burkina Faso bila kumwaga hata tone moja ya damu, Lakini katika uchaguzi katika nchi ya Kenya, uchaguzi katika nchi ya Tanzania, uchaguzi katika nchi ya Uganda, watu wanamwaga damu, watu wanauawa, watu wanajeruhiwa, watu wanadhulumiwa. Ni kwa sababu gani? Katika mapinduzi ya kijeshi ile tunaita military coups, hakuna umwagigaji wa damu. Ilifanyikaje kule Burkina Faso, kule Mali, kule hizo nchi zingine ambazo kumekuwa na mapinduzi ya kijeshi? Inafanyikaje huko kwamba mapinduzi ya kijeshi inafanyika bila tone ya damu? Lakini katika nchi ambazo zinadai kwamba ni nchi za demokrasia, katika uchaguzi watu wanauawa. Sasa maana ya uchaguzi ni nini katika hii Afrika? Uchaguzi maana yake ni nini? Uchaguzi maana yake ni nini kama hii uchaguzi uamuzi wa watu huwezi kuheshimiwa? Kama kura ya mtu huwezi kuheshimiwa, maana ya uchaguzi ni nini? Maana ya uchaguzi ni nini? Na Watanzania wasirudi nyuma, wasiogope hata kidogo, waendelee hivyo hivyo. Itawachukua muda, lakini inafaa nchi ya Tanzania iweze kuendelea katika mkondo wa demokrasia, ili waweze kufika mahali ambapo uchaguzi wa watu unaheshimiwa. Na sio Tanzania tu peke yake, hata Uganda pia waendelee kupigania demokrasia yao hadi siku ile watatimiza na watapata hiyo demokrasia. Hapa Kenya kuna uchaguzi ambao unakuja mwaka wa 2027, Agosti 2027. Nafikiri bado tuko na karibu siku 485 kutoka sasa, 485 days kufika uchaguzi wetu wa Kenya. Na hatutaki hapa Kenya tuone yale mambo ambayo yamefanyika kule Tanzania na yale mambo ambayo yamefanyika kule Uganda yakifanyika hapa Kenya. Tunataka uamuzi wa watu uheshimiwe. Tunataka tuone demokrasia. Rais Ruto akipigiwa kura arudi, ni sawa, hiyo ndio demokrasia. Akikosa kupigiwa kura, pia naye aheshimu uamuzi wa watu, aende nyumbani polepole. Asiende na nchi, aende nyumbani polepole. Mimi nawashukuru, asanteni.